Habari za mida wapenzi watazamaji wa ERTV. Natumai mpo salama salimini. Kama kawaida ni ule muda wa kuweza kufuata kipindi chetu ambacho tuliweza kukipatia jina la mada ya leo. Na kwa siku ya leo mada ambayo tutaweka kwa hapa mezani, ama tunasema kichwa cha habari kinahusiana na kichwa cha familia, kwa sababu tulitembelea ama tumesikia malalamiko mengi ya familia nyingi wakizungumza kwamba kichwa cha familia kinakuwa hakifahamu umuhimu wake kwenye familia. Ndio kwa maana kwa siku ya leo tumeamua kwamba tuweze kuzungumzia hilo swala la kichwa cha familia. Lakini kwenye mic ama studioni hapa sitakuwa peke yangu, niko na waalikwa wangu. Kuna mama hapo ambapo mnaona mkono wangu wa kushoto na mkono wa kulia kuna mwana baba. Kwenye maiki ni Kulwa, unaweza kupenda ukaniita mamdogo, na upande wa mkono wangu wa kulia anaweza akajitambulisha jina. Kwa majina naitwa Bwana Brisho Wacha. Na upande wangu wa kushoto, majina yangu naitwa Madam Jennifer. Umesikia kama tuko na baba na mama, kwa sababu hatukutaka kwamba tuweze kuzungumzia wakina mama pekee ama baba peke yake, kwa sababu labda baba anaweza kuwa na maneno haya anajitetea, mama naye akajitetea. Ndio kwa maana tumeamua kuleta baba na kuleta mama. Nafikiri tungeanza kuna mada yetu. Mimi ningeuliza swali kabla ya kuendelea. Ningeuliza swali, ningemuuliza baba, ama tunaweza kutuambia kichwa anakuwa ni nani kwenye familia? Mimi nafikiri kwamba kichwa cha familia ni baba. Lakini pamoja na kuwa kichwa cha familia ni baba, asilimia kubwa wanawake wa ile dhana ya 50 kwa 50 ndio wanaoharibu hiyo dhana ambayo hiyo dhana ya kichwa cha baba ni familia. Na ningekuuliza tu hapo, unasema kwamba kichwa cha familia ni baba, si ndio? Na ni chanzo, je, baba anakuwa anafahamu umuhimu kwenye familia yake? Baba ni lazima ufahamu umuhimu wa familia yako, kwa sababu kwanza ni majukumu ya uumba Mwenyezi Mungu mwenyewe, jinsi alivyoweza kumuumba mwanadamu kisha akamuumba Hawa. Majukumu lazima uyajue kwamba wewe ndio kichwa cha familia. Sasa hayo mengineo ni yatokanayo kutokana na mfumo wa maadili juu ya mwanamume au mwanamke mnavyoishi katika nyumba yenu, kwamba mtaishi katika utaratibu upi. Na ni kwa nini unakutana baadhi ya familia nyingi wanakuwa wanapiga kelele, wakina mama wanasema kwamba kuna baadhi ya wababa wanakuwa hawafahamu umuhimu wao kwenye familia? Inakuwa inasababishwa na nini? Hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali katika familia, kwa sababu kama nilivyoweza kutangulia hapo mwanzo kuzungumza 50 kwa 50, wanawake wengi wanatofasiri tofauti kutokana na mazingira yalivyo. Kwa sababu mfano mama ni kiwiliwili, baba ni kichwa. Mama anaweza akaondoka asubuhi kwenda katika shughuli zake, akaacha familia, watoto 3 au 4, akarudi saa 12 au saa 2 usiku. Na baba vile vile. Kwa ule mmomonyoko wa maadili katika mji, hapaswi kulaumiwa baba peke yake, isipokuwa anapaswa kulaumiwa mama vile vile, kwa sababu ndio mlezi wa familia. Nashukuru, lakini upande wa pili ningetaka kumuuliza mama, kwa sababu nyie ndio umesababisha sisi tuweke mada hii mezani kwa siku ya leo. Ningependa kufahamu ni kwa nini wakina mama wengi wao wanapiga kelele, wanasema kwamba wakina baba wameshaacha familia, hawafahamu tena umuhimu wa familia ama jukumu lao kwenye familia. Mimi nafikiri hii imekuwa kama ni ugonjwa, basi ni ugonjwa sugu, kwa sababu familia nyingi, yani nafikiri toka enzi na enzi, mara nyingi baba anakimbia familia. Asilimia kubwa ya wababa wanakimbia familia. Sasa hii sijui wanakuwa na vitu gani, lakini asilimia kubwa nyingi wababa wanakimbia familia. Na kuta mara nyingi mama ndo anabaki na familia. Hapo unaweza kutuambia inakuwa inasababishwa na nini mpaka baba kimbie familia? Sababu zinakuwepo ni nyingi, kwa sababu huwa ni nyingi. Kuna zingine unategemea wababa wengine labda
anashikiliwa na mchepuko. Kuna mwingine labda anaona baba majukumu yamemzidi. Kuna mwingine baba anaona labda ndani ya familia labda kazaliwa labda mlemavu, labda ndo mtoto yoyo ndo mlemavu, anaona bora nikimbie. Basi yani wa baba wanaonekana huwa hawana uvumilivu katika masuala muhimu katika familia. Umesikia ndugu mtazamaji ambao unaendelea kututega sikio, umesikia jinsi baba amezungumza, umesikia jinsi mama amezungumza. Lakini kabla ya kuendelea na maswali mengine, acha tupumzike kidogo. Kama jinsi tumewaambia, umesikia jinsi mama amezungumza kwamba chanzo cha baba kuacha jukumu lake kwenye familia inakuwa inasababishwa na michepuko ama kutojifahamu. Vile umemsikia baba jinsi alivyozungumza. Lakini mimi hapo ningeuliza, sijue ningemuuliza baba au mama, mwenye atakuwa yuko tayari anaweza akanijibu swali langu. Na kutokana na hayo, inaweza kuwa chanzo cha kuleta changamoto kwenye familia. Mimi nafikiri kwamba kama niweza kutangulia kwa mwanzo kuzungumza kwamba mmomonyoko wa maadili hatuwezi tukamtupia mzigo mtu mmoja, kwa sababu mathalan mwanamke anaweza kabeba mimba ndani ya miezi 9, lakini akamzaa mtoto, akajifungua mtoto, akaenda kumtupa jalalani. Sasa unapozungumzia kwamba baba ndio anaweza akakimbia familia, mmomonyoko wa maadili baina ya mwanamke na mwanamume, ambaye baba ni kichwa cha familia na mama kama mlezi wa familia, wote maadili yamepotea. Ndio maana unaona changamoto hizo zinajitokeza katika nyumba nyingi au familia nyingi. Lakini umesikia kwamba mama amesema kwamba kinachosababisha ni unajikuta baba anakuwa na michepuko ama michepuko inakuwa ni mingi sana. Yesu sio michepuko. Yesu sio michepuko, kwa sababu tukizungumzia habari za michepuko, nafikiri hata wanawake na michepuko mingi tu. Kitu cha msingi katika familia mimi nasimamia katika maadili. Kwa sababu ukiangalia mababu zetu hapo zamani walikuwa na utaratibu wao, walikuwa na maadili yao. Hata kama mwanamke anafanya biashara, lakini bado heshima kwa mume wake ilikuwepo. Leo hii unaweza kuwa na mwanamke anakwenda kufanya biashara zake, hajui huyu mwanamume saizi anatakiwa ale chakula, hajui huyu mwanamume saizi amerudi nyumbani au hajarudi. Mwanamke akienda kaenda na kwamba mimi bwana nafanya biashara, habari ya mwanamume siangalie. Kwa hayo yote yanatokana na mmomonyoko wa maadili, kutokana na mfumo ulivyo na utandawazi ambavyo walivyoweza kupewa 50 kwa 50. Hiyo ndio tatizo kubwa. Mama, kuna kitu ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na vile baba amezungumza? Mimi ambacho naweza kusema ni kwamba anaposema baba hapo kwamba mmomonyoko wa maadili kwa mama, mimi naamini kabisa, yani kwa upande wangu mimi naamini kabisa wamama wengi huwa ni waaminifu sana.